Habari zenu nyote. Karibuni sana kwenye kipindi chetu maalum. Mliwahi kujiuliza Mungu anaonaje kuhusu pesa na mali tunayomiliki? Ni swali ambalo wengi wetu tunajiuliza kweli, hasa tunapokuwa na changamoto za maisha. Biblia inazungumza mengi kuhusu utajiri na jinsi tunapaswa kuutumia. Imejaa hadithi na mafundisho ambayo yanaweza kutuongoza na kutupa mwanga. Basi, tuzame ndani pamoja tuone tunachoweza kujifunza leo. Biblia inatuambia kuhusu watu matajiri sana, ambao walibarikiwa na Mungu kwa njia nyingi. Katika kurasa zake, tunakutana na hadithi za watu waliopokea mali nyingi, lakini pia walionyesha uaminifu na unyenyekevu mbele za Mungu. Hawa si watu wa kawaida, bali ni mifano ya jinsi baraka na imani vinaweza kwenda pamoja. Mfano mzuri ni Abrahamu. Alikuwa na makundi makubwa ya kondoo na watumishi wengi. Alimiliki ardhi kubwa na mali nyingi, na jina lake liliheshimiwa sana. Lakini pamoja na utajiri wake wote, Abrahamu hakuwahi kusahau chanzo cha baraka zake. Alijua kuwa kila kitu alichonacho kilitoka kwa Mungu, na aliendelea kumtegemea na kumtii. Abrahamu alikuwa mtu wa maombi na shukrani. Mara nyingi alijenga madhabahu na kutoa sadaka kwa Mungu, akionyesha shukrani zake. Pia alikuwa mkarimu kwa wageni na wahitaji, akiwakaribisha na kuwapa chakula na makazi. Uaminifu wake na moyo wake wa kutoa vilimfanya awe rafiki wa Mungu na mfano wa kuigwa kwa vizazi vyote. Mfalme Sulemani pia anatajwa kama mmoja wa watu matajiri zaidi katika Biblia. Alikuwa na dhahabu, fedha, vito vya thamani na hazina nyingi zisizopimika. Ufalme wake ulijulikana kwa utajiri na hekima, na watu kutoka mataifa mbalimbali walikuja kumwona na kujifunza kutoka kwake. Licha ya utajiri wake wote, Sulemani alitambua kuwa mali yake yote ilitoka kwa Mungu. Alitumia sehemu kubwa ya utajiri wake kujenga hekalu la kifahari kwa Bwana, mahali pa ibada na sadaka. Hekalu hili lilikuwa ishara ya shukrani na uaminifu wake kwa Mungu, na lilikuwa kitovu cha imani kwa watu wa Israeli. Kupitia maisha ya Abrahamu na Sulemani, tunajifunza kwamba kuwa na utajiri si dhambi. Muhimu ni kutambua na kukumbuka kwamba baraka zote zinatoka kwa Mungu. Tunapaswa kutumia mali zetu kwa wema, kusaidia wengine, na kumtukuza Mungu. Hii ndiyo njia ya kweli ya kuwa mwaminifu na kubarikiwa na Mungu. Sasa, tuzungumzie Yesu. Alikuwa na mengi ya kusema kuhusu utajiri. Yesu alifundisha kwamba mioyo yetu isiwe imeelekezwa kwenye pesa. Alisema ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni kuliko ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Msiogope, hakumaanisha haiwezekani. Yesu alikuwa akisisitiza jambo: ni rahisi kushawishika na utajiri. Tunaweza kusahau yale muhimu sana. Yesu anataka tumweke Mungu mbele. Anataka tujiwekee hazina mbinguni, si hapa duniani tu. Biblia inatuonya kuhusu hatari ya kupenda pesa. Hii sio onyo la kawaida tu, bali ni tahadhari kubwa inayotufundisha kuhusu mambo ya moyo wetu. Mara nyingi tunapofikiria kuhusu pesa, tunaona kama ni njia ya kupata furaha, usalama, na hata heshima katika jamii. Lakini Biblia inatukumbusha kwamba kupenda pesa kupita kiasi kunaweza kutufanya tupoteze mwelekeo wa maisha yetu. Inasema, kupenda pesa ni chanzo cha mabaya yote. Maneno haya ni makali na yanatufanya tufikirie kwa kina. Ni kweli kwamba tamaa ya mali inaweza kutufanya tufanye mambo tusiyotarajia, kama vile kudanganya, kuiba, au hata kusaliti marafiki na familia. Mara nyingi, watu wamepoteza uaminifu na amani kwa sababu ya tamaa ya mali. Tunapopenda pesa zaidi ya kitu kingine chochote, inatupeleka kwenye njia hatari. Ni kama kutembea kwenye barabara nyembamba yenye giza, ambapo hatujui tutakutana na nini mbele. Wakati mwingine, tamaa ya mali hutufanya tusahau mambo muhimu, kama upendo, huruma, na uaminifu. Unakumbuka hadithi ya kijana tajiri? Hii ni mojawapo ya mifano bora kabisa ya jinsi mali inaweza kutuzuia kuona mambo ya muhimu zaidi maishani. Kijana huyu alikuwa na kila kitu alichotamani, lakini bado alihisi kuna kitu anakosa. Alimwendea Yesu, akitaka kujua jinsi ya kupata uzima wa milele. Hii inaonyesha kwamba hata watu wenye mali nyingi wanaweza kutafuta majibu ya maswali ya ndani kabisa ya moyo wao. Alitamani kujua siri ya furaha ya kweli na maisha ya milele. Yesu alimwambia auze kila alichonacho na kuwapa maskini. Hili lilikuwa jaribio la kuona kama kijana huyo alikuwa tayari kuweka mambo ya kiroho mbele ya mali zake. Yesu alitaka amfundishe kwamba upendo wa kweli na furaha havitokani na mali, bali na moyo wa kutoa na kusaidia wengine. Kijana akaenda zake akiwa na huzuni kwa sababu alikuwa tajiri sana. Alishindwa kufanya uamuzi mgumu wa kuachana na mali zake, ingawa alitamani kupata uzima wa milele. Hii ni changamoto kubwa kwa wengi wetu leo.
Hakuweza kuvumilia kuachana na mali zake. Tusiwe kama yeye. Tujifunze kuweka mambo ya kiroho na utu mbele ya mali. Pesa ni muhimu, lakini isiwe kitu kinachotutawala. Tuchague njia salama, yenye upendo na huruma, badala ya njia hatari ya kupenda pesa kupita kiasi. Kuwa na utajiri si dhambi. Mara nyingi watu hufikiri kwamba mali ni kitu kibaya, lakini ukweli ni kwamba jinsi tunavyotumia mali zetu ndicho kinachojalisha zaidi. Biblia inatukumbusha umuhimu wa ukarimu na moyo wa kusaidia. Tunapokuwa na kitu cha ziada, tunapata hata nafasi ya kubadilisha maisha ya wengine. Tunapotoa, tunaleta tumaini na furaha kwa wale wanaohitaji. Unamkumbuka Zakayo? Huyu alikuwa mtu tajiri sana, lakini utajiri wake haukumletea amani. Zakayo alikuwa mtoza ushuru, na alijipatia utajiri wake kwa kuwaibia watu wa mji wake. Alikuwa na pesa nyingi, lakini hakupendwa na jamii. Watu walimchukia kwa sababu ya tamaa yake na ukosefu wa haki, lakini maisha yake yalibadilika kabisa alipokutana na Yesu. Yesu alimkaribisha Zakayo kwa upendo na huruma. Hilo lilimgusa sana Zakayo, na akatambua makosa yake. Aliona kwamba utajiri wake haukuwa na maana kama haukuwa na manufaa kwa wengine. Hapo ndipo alipoamua kubadilika. Zakayo aliahidi kutoa nusu ya mali yake kwa maskini na kuwalipa mara nne wale aliowaibia. Hii ilikuwa ishara ya toba ya kweli na moyo wa ukarimu. Alitumia utajiri wake kwa ajili ya mema, na maisha yake yakapata maana mpya. Hicho ndicho ninachokizungumzia. Tunapotoa kwa wengine, tunapata furaha ya kweli. Biblia pia inatufundisha kwamba si mali tu tunazoweza kutoa. Tunaweza pia kutumia vipaji vyetu na muda wetu kuwasaidia wengine. Kila mmoja wetu ana kipawa cha kipekee, iwe ni kufundisha, kuimba au hata kupika. Tunaposhirikiana na wengine, tunajenga jamii imara na yenye upendo. Tunaposhirikisha vipaji vyetu na rasilimali zetu, tunasaidia kufanya dunia hii iwe mahali pazuri zaidi kwa wote. Hata vitendo vidogo vya wema vinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kila mtu ana nafasi ya kuchangia, bila kujali alivyo na mali au vipaji vingi kiasi gani. Iwe ni pesa, muda au ujuzi, tuna kitu cha kutoa. Tusisubiri kuwa na vingi ili tuanze kusaidia. Kila mchango, hata mdogo, una thamani kubwa. Tuchague kutumia kile tulichonacho kwa ajili ya mema, na tutashuhudia mabadiliko makubwa katika maisha yetu na ya wengine. Sasa, tutafanya nini na yale tuliyojifunza leo? Tufanye ahadi ya kutumia rasilimali zetu kwa wema. Tuwe wakarimu kwa muda wetu, vipaji vyetu, na naam, hata pesa zetu. Kuna msemo, huwezi kwenda nazo. Na ni kweli. Tunapoondoka duniani, mali zote tulizo nazo zitabaki hapa hapa. Lakini mema tunayofanya, upendo tunaoshiriki, ndivyo vinavyotufuata. Basi tuishi kwa ukarimu. Tujulikane kwa wema na huruma yetu. Tufanye mabadiliko duniani, tendo moja la ukarimu kwa wakati mmoja. Basi, marafiki, huo ndio wakati tulionao kwa leo. Kumbuka, utajiri wa kweli si kuhusu kiasi cha pesa ulicho nacho. Ni kuhusu utajiri wa roho yako, upendo moyoni mwako, na mema unayofanya duniani. Nendeni kwa amani na muwe baraka kwa kila mtu mnayekutana naye. Na kumbuka, nawapenda.